Na tumerudi baada ya mapumziko mafupi na bado uko nasi katika Sports AM ni mpaka pale 4:30 za asubuhi, na kama ambavyo nimetangulia kusema hapo awali, utaenjoy kweli kweli kwa siku hii ya leo. Usiondoke, endelea kuwa nasi. Ulama Eid Salum niko hapa, lakini pia sasa tunakwenda kuungana na Wasafi ambaye hapa ni Robert Limo, katibu Wasafi, lakini pia Yusuf Mohamed, yeye ni kocha msaidizi. Kumbuka tu washiriki walioingia finali na watacheza dhidi ya Mastery, mchezo wa finali hii leo kwenye uwanja wa JK Park kuanzia saa 4 kamili, huku mchezo ukionyeshwa mubashara na Azam TV. Wazee, mambo vipi bwana? Fresh, sijui. Tuko vizuri. Tuko vizuri sana. Karibuni sana Sports AM. Asante. Na kofia imekaa mara pake. Muda wake. Muda wake. Kipindi chake. Na ni muhimu sana. Yusuf, mambo vipi bwana? Salama kabisa. Uko vyema kabisa. Naona jambo limefika, lilikaribia na limeshafika. Limefika. Okay. Twende tukazungumzia sasa kuhusiana na kuanzia mwanzo mlipoanza mpaka hivi sasa mlipofika, nikianza na katibu Wasafi kwa sababu ndio mratibu wa shughuli zote za timu mpaka hapo ulipofika. Tulipotoka mpaka tulipofika kwa sasa, kikubwa tumefanikiwa 100% ya targeti na malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea kama Wasafi. Kushiriki mashindano kama haya kwa mara ya kwanza. Je, kushiriki mashindano yoyote ya kikombe chochote kama Wasafi, japo maombi yalikuwa yanakuja mengi, lakini muda ulikuwa hauko tayari. Uje sisi kama Wasafi tunapenda jambo letu likifanyika tunalifanya kweli kweli. Sio tuingie tuje tushiriki, tuingie tuje tuchukue kikombe. Ndio maana mpaka sasa hizi unaona tupo finali, tunasubiri kukabidhiwa kombe letu. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa, asilimia 95 tumefanikiwa target yetu na malengo yetu. Okay. Na hii umesema ni mara ya kwanza. Ndio kushiriki mashindano yoyote kama Wasafi kwa sababu tulikuwa tunataka tukiingia tumeingia, sio kushiriki, kwenda kufanya. Kuja kushindana kwa sababu Wasafi hakuna kitu ambacho tumekifanya kikafeli. Kila tunachokifanya kinafanikiwa. Kwa hiyo hatukutaka kukurupuka. Tulisubiri bana itakapofika muda sisi tukasema sasa tunashiriki. Tunaenda kuchukua, tunaenda kufanya kweli, sio kujaribu. Okay. Na inawezekana tukija kwa kocha msaidizi, Mr. Yusuf. Mkia mlijiandaa sana kuwa na wachezaji ambao mnaingia kwenye mashindano kama alivyosema katibu, sio tu kushiriki, mmekwenda kushindana. Kwa upande wako kama kocha msaidizi, kulikuwa na ugumu wa kiasi gani kuhakikisha kwamba unapata timu ama mnapata timu imara na hatimaye mnakwenda mpaka mwisho wa mashindano ambayo ni leo mnakwenda kucheza finali? Ugumu ulikuwepo kuselect wachezaji, na kwa sababu kama unavyojua mashindano watu wengi walikuwa wanatamani kuja kucheza, kuna timu ni nyingi. Kwa by the way tuliorganize, tukatafuta wachezaji, tukafanya mazoezi at least wiki 2 kabla ya game. Alhamdulillah imetulipa. Okay. Na mashindano haya kwa mara ya kwanza mnashiriki. Wanasema unapoingia katika mashindano na mkafanya vizuri, kunakuwa na ile ndoto nyingine ambayo inakuepo kama timu. Ili swali pengine na katibu unaweza ukasaidia kuzungumza. Timu yenu mna mpango gani kuhakikisha kwamba timu mnaiendeleza katika mashindano mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Ramadhani Cup hata hizo zingine zinazokuja? Mpaka sasa hivi cha kwanza tunataka kwanza kuisajili timu kwa ajili ya kushiriki mashindano. Mfano tunataka tuanzie kuanzia naamini kwenye nchi unaanzia daraja la 3 kama sijakosea, daraja la 3 la pili championship. Kwa ndo tupo kwenye mipango hiyo kuhakikisha kwamba sasa ifike kipindi Wasafi na compete kwenye ligi kuu Tanzania. Ndo target. Na mashabiki ambao wamekuwa kwa support, mnaona kabisa kwamba kweli walikuwa wanahitaji Wasafi kuwa na timu na kuweza kuwa na ndoto zile ambazo za kufanikiwa katika michezo mbalimbali ambayo mtashiriki? Ipo kwa sababu sisi huwa tunakuwa kila mwaka tuna tamasha huwa tunalifanya. Na mikoa tunayoenda, kila mkoa tunaenda huwa tunacheza mechi kule. Kila mkoa tunaoenda lazima kuna mechi tunacheza na nini. Kwa hiyo baada ya mechi tukisikiliza wale watu tuliocheza nao, walioshiriki kwenye mashindano ambao watu tunayafanya kwenye kila mkoa, wanatamani sana siku moja basi waje waone ligi kuu Tanzania. Kuna Wasafi FC inashiriki ligi kuu ya Tanzania. Kwa hiyo mipango kuchelewa kwake ni mipango ilikuwa inapangwa vizuri.
tusije kushiriki, tuje kushindana. Yeah. Kwa hiyo ni sasa kama ni moto mmeanza kuwasha katika Ramadhani Cup. Kwa mwanzo unapokuwa mzuri inakupa mwanga, kumbe inawezekana. Usifanye kitu kwa kujaribu, tufanye kitu kwa miguu yote. Unamjua bwana Diamond Platinum, huwa hapendi kujaribu, anapenda kufanya kitu hichi naenda mimi naenda kufanya. Ndio maana ambacho anaona kwamba hichi sitokiweza, huwa anasema tusubiri muda wake bado. Lakini akishaamua sasa anaingia, huwa anaingia moja kwa moja. Okay. Kwa mantiki hiyo ni kwamba mipango inaweza ikatimia kwa namna moja ama nyingine. Nikija kwako kwenye swala la ufundi mwalimu. Ndio. Toka mmeanza katika michuano mwaka huu mpaka sasa mko katika finali ambayo mnakwenda kucheza leo. Mmekutana na ugumu kiasi gani katika timu shiriki za michuano hii ya Ramadhani Cup? Unadhani umepata kipimo sahihi? Tumepata kipimo sahihi kabisa. Tumekutana na timu ngumu. Tumekutana na timu ambao wao wako organization muda mrefu kabisa tofauti na sisi ambao tulitumia takribani wiki 2 kutrain. Lakini tumekutana na timu ambao nadhani msimu wao karibuni hata watatu wako pamoja. Lakini tumejitahidi, tumecheza, vijana wamefuata maelekezo yetu. Alhamdulillah wametulipa. Okay. Na katika mechi ambazo mmecheza unaweza kusema kuna mechi fulani ilikuwa ni ngumu, ilikuwa tough. Pale kweli tulikutana na mpinzani ambaye alikuwa amekamilika zaidi. Mechi zote zilikuwa tough. Mechi zote zilikuwa ngumu kwa sababu ukiangalia katika kundi letu mechi zetu si mbili zote za kwanza tumedraw. Kwa hiyo unaona ni kundi la aina gani lilikuwa gumu. Sisi tumeshinda mechi moja, tumedraw mechi 2. Na mpinzani wenu sasa leo katika finali mnamzungumziaje? Mastarim ni timu nzuri. Timu nzuri, wako pamoja na wenyewe muda mrefu. Lakini sisi tumeandaa timu yetu na tuna wachezaji wazuri na wazoefu, na naamini wao wenyewe wanajua leo wanakutana na mechi ngumu kabisa. Kwa kama sisi kama timu tumeandaa vijana wetu vizuri kisaikolojia na kimazoezi, wako vizuri. Basi nadhani leo tutaenda kupambana, tutaenda kushindana kabisa. Tutaenda kupambana. Okay. Katibu, finali leo inachezwa. Ndio. Maandalizi huwa yanaanzia nyumbani mpaka kiwanjani. Management ya Wasafi, wachezaji, support ya mashabiki wenu imekamilika kwa 1% ngapi kuelekea katika mchezo wa finali? Kila kitu kiko kwa 95% kiko sawa kwa sababu jana saa 6:30 ndo tumemaliza mazoezi yetu ya mwisho. Okay. Kuzungumza na wachezaji kwa sababu vitu vingine upande wetu viko vizuri, ilikuwa imebaki tu kwa wachezaji. Kwa hiyo baada ya kumaliza mazoezi yetu tuzungumza na wachezaji, wametuahidi kwenda kupambana na kupambania nembo ya Wasafi. Kwa hiyo Mastarimu yajiandae tu. Tunatamani yeye ndo atukabidhi kombe. Yaani ingekuwa ni protocol hiyo inaruhusu kwamba nyie mlofungwa ndo mkabidhi kombe, wajiandae tu tukabidhi kombe letu. Hatujawahi kufanya kitu tukafeli. Yaani Wasafi hajawahi kufanya kitu au hajawahi kuingia sehemu ikafeli. Kwa hiyo leo ni siku ambayo tunaenda kuchukua kombe letu. Tunalipeleka ofisini Mbezi Wasafi pale. Okay. Umemzungumzia mlezi wa Wasafi hapo. Kwamba anapoamua kufanya jambo lake anafanya kwa ukamilifu. Atakuwepo leo? Mkurugenzi amesafiri, yupo nje ya nchi. Yupo Ghana. Kwa hiyo nadhani anarudi leo usiku, kama atawai inshallah tutakuwepo naye kwa sababu tangu mwanzo tunaanza tulimshirikisha na alijua na akatupa baraka zote na akatuahidi bana, mimi mtakapofika finali kuna surprise yenu. Sasa tukujua ni surprise ipi. Kwa hiyo inawezekana leo kweli katu surprise lakini mpaka sasa hivi tunavyoongea yupo Ghana, yupo nje ya nchi, yupo kasafiri. Okay. Lakini alitoa ahadi, pambaneni mfike finali kwanza. Mimi sitaki kuongea chochote, sitaki chochote. Mkifika finali kuna surprise. Ndio maana wachezaji wote walijituma na kupambana, na naamini leo wanajua kabisa nyuma yetu tuna logo ya Wasafi na mkurugenzi alituahidi surprise. Ni surprise aina gani? Basi leo tunapokamilisha pale sisi kuchukua kombe letu ndo watakutana na hiyo surprise. Okay. Ni washiriki hao walioingia finali na watacheza dhidi ya Mastarimu. Mchezo wa finali hivi leo katika uwanja wa JK Park kuanzia saa 4 kamili usiku. Wasafi jinsi ambavyo amezungumza katibu, umemsikia hapa katibu wa Wasafi, lakini pia kocha Yusuf, kocha msaidizi, naye vile vile katika kikosi chake jinsi ambavyo amekiandaa, anaamini kabisa dhidi ya Mastarimu kwamba wanakwenda kupata ushindi na hatimaye kuchukua kombe la Ramadhani Cup kwa mara ya kwanza kabisa.
wakishiriki michuano hii. Kumbuka wanakwenda hatua ya fainali. Unaweza kujiuliza ni mafanikio makubwa sana timu inapoanza kushiriki kwa mara ya kwanza katika michuano yoyote ile na kufika fainali. Yani maana yake zinabaki timu mbili, unaweza kusema walipambana na wamepambana na wanastahili pia kupongezwa. Hakika ni jambo kubwa ambalo wamelifanya, na hususan katika upande huu wa michezo kama Wasafi, na jinsi ambavyo katibu hapo amezungumza, Robert Limo, katibu wa Wasafi. Na mashabiki watajitokeza kama ilivyo michuano hii ya Ramadhan Cup ambayo imekuwa na wapenzi wengi, na hususan katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhan. Yusuf, katika mechi ya leo ya finali hakuna injury yoyote kwenye kikosi chako, labda pengine ile shaka kwamba tunamkosa fulani? Kwa timu yangu mpaka sasa hivi kila kitu kiko sawa. Maandalizi tumefanya vizuri, kwa mpaka sasa hivi tupo tayari kwa ajili ya mapambano. Okay. Mwisho sasa, katibu Limo, unalipi la kuambia mashabiki wa Wasafi, wapenda soka ambao watashuhudia mchezo huu pale Kidongo Chekundu, na wale ambao pia wanafuatilia mubashara kupitia Azam TV? Mashabiki wetu hatujai kuwaangusha. Na wao wanaamini, ndio maana tunapokuepo na wao wanajiamini 100% kwamba jambo la Wasafi linaenda kufanyika. Leo tunaenda kuchukua kombe letu, sio kucheza, tunaenda kukabidhiwa kombe letu. Kwa hiyo 100% kila kitu kipo sawa. Mashabiki wa Wasafi popote walipo, upo Dar es Salaam, upo mkoani, upo nje ya nchi, jiamini, vimba, amini kabisa 100% Wasafi haijawahi kukuangusha na haitotukuangusha, na leo tunaenda kuchukua kombe letu. Mastarimu hana timu ya kutuzuia sisi. Okay. Kwa sababu tumeingia 100% kwa miguu yote. Kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kwenye mpira, basi Wasafi tumekikamilisha. Kwa hiyo tunaenda kukabidhiwa kombe letu. Okay. Sawa, nikushukuru sana Robert Limo ambaye ni katibu wa Wasafi, na nilikuwa hapa Yusuf ambaye ni kocha msaidizi wa Wasafi, wakizungumzia kuhusiana na mchezo wao wa finali dhidi ya Mastari pale katika uwanja wa JK Park Kidongo Chekundu, michuano ya Ramadhan Cup. Mimi niwashukuru sana na niwakaribishe tena kwa mara nyingine. Asante sana. Hapa ni nyumbani, tutakuja sana kwa sababu tukishaingia daraja la 3 unajua hatuna kutuzuia. La pili mtuzuia at least kwenye championship hapa nahisi tutakutana sana. Wasafi FC tumeingia miguu yote. Kwa hiyo mashabiki wetu wajiandae, tusupport tu. Okay. Naam, ukiwa bado nasi katika Sports AM, tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutarudi.